السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif na mtukufu ayyadahullah taala bin Nasr Aziz anasema mwezi wa Ramadhan unaleta baraka chungu mzima, na wale watu ambao wanaelewa mada hii wanapata baraka kutoka katika mwezi huu wa Ramadhan. Watu wengi waliniandikia barua na bado wanaendelea kuniandikia barua kwamba katika siku hizi za Ramadhan tulipata bahati ya kuswali swala zetu, na vile vile tulipata bahati ya kusali nafali. Hivi ndivyo tulipata bahati ya kusikiliza darsi ya Qur'ani tukufu na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ndivyo tulipata baraka ya kushiriki katika tarawi na tuliswali sala ya tahajjud pia. Hivyo ndivyo tulipata bahati ya kusoma Qur'ani tukufu mzima katika Ramadhan. Wale wanaoniandikia wanaandika hii pia kwamba katika Ramadhan tulikuwa na hali ya aina fulani, na katika siku za Ramadhan tulipata nafasi ya kupata baraka tulipata bahati ya kupokelewa kwa maombi yetu, na tulipata bahati ya kupata rehema na baraka ya Mwenyezi Mungu katika mwezi huu. Baraka tulioweza kukusanya katika mwezi huu na nafasi tuliopata ya kuamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake, kwa baraka zake, si kwa sababu ya juhudi yetu, yeye alitupatia nafasi hii kwamba tulishuhudia hali hii yote. Sasa hawa waandikiaji wananiandikia kwamba sasa tuombee hali hii iendelee kubaki katika maisha yetu. Ladha ya kiroho tuliyopata katika mwezi huu isije tukakosea au tukawa na udhaifu, au kwa sababu kutelezeka kwetu, au kwa sababu ya kibri yetu, au kwa sababu ya kutokutumiza haki za Mwenyezi Mungu na viumbe vyake.
isije tuliopata katika ramadhan tupoteze baadaye baada ya kupita mwezi huu wa ramadhan. Baraka hizi zote tulizozipata na fadhila za Mwenyezi Mungu tulizozipata katika mwezi huu wa ramadhan isije tukapoteza baadaye. Wanasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuendelee kubaki na baraka hizi zote zilizopatikana katika mwezi huu. Hazur anasema Mwenyezi Mungu ajalie kama hawa wanakuwa na matamanio na kama wanakuwa na hamu, Mungu awajalie baraka hizi zote. Wale wote ambao waliopata bahati ya kupata baraka za Ramadhan, ikiwa hawa wote waliacha makosa kadhaa na hawakuweza kutekeleza vizuri majukumu yake, basi Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na kwa fadhili zake na kwa kuwasamehe hawa wote, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kufanya wema zaidi, na Mwenyezi Mungu aendeleze neema ile ambayo aliendelea kutupatia katika mwezi wa Ramadhan. Wale wote waliopata wema ya hali ya juu, Mwenyezi Mungu aendelee kuboresha hali yao, na wale waliofanya juhudi kidogo, Mungu kwa kupokea juhudi yao, Mwenyezi Mungu awajalie waendelee kupiga hatua katika hali nzuri. Lakini kila mtu analazimika afanye dua kwa ajili yake pia, kwamba sisi tusirudi nyuma bali tuendelee kupiga hatua mbele, na pamoja na hii tufanye, wanalazimika kufanya juhudi pia. Na nafasi ya kutekitimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe wake tuliopata katika Ramadhan isije tukarudi nyuma baada ya kupita mwezi huu, isije tukaanza kurudi nyuma. Hali hii isipatikane, bali inatakiwa tuimarike katika hali yetu, na si hii tu kwamba tuimarike, bali kwa kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu tuendelee kupiga hatua mbele siku hadi siku. Kila moja sawa na uwezo yake anatakiwa afanye juhudi, na pamoja na hii afanye dua pia. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia zake mbalimbali amewakumbusha waja wake wafanye dua, na amesema mimi mnapofanya dua na kuja karibu nanyi. Hali hii haipatikani katika Ramadhan tu, bali Mungu amesema yeyote ambaye anakosa utulivu na katika hali hii ananiomba mimi napokea maombi yake. Mwenyezi Mungu anasema amman yujibu almustarra iza da'ahu wa yakshifu su'a ni nani anayepokea maombi ya yule aliyedhikika, yani yule ambaye ni mustar, wakati anapomwomba kwake na yeye anaondoa matatizo yake kwa sababu ya maombi yake. Mungu anasema baadaye, ilahun ma Allah, je kuna Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kufanya hii yote, yani anaweza kupokea maombi yao? Yani ni Mungu pekee ambaye anapokea maombi ya mwombaji na yeye anaondoa matatizo yake. Wakati mtu anapomwita Mwenyezi Mungu, Mungu anapokea maombi yake. Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusiana na aya hii alisema, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu ameeleza dalili ya kutambulika kwake ni kwamba Mungu wenu ni yule Mungu
ambaye anapokea maombi ya wale ambao wanakosa utulivu. Kisha sehemu nyingine mwenyezi mungu anasema ud'uni astajib lakum, yani muniombe nitapokea maombi yenu. basi baraka yote tuliyopata na jinsi tuliyokuja karibu na mwenyezi mungu na tulishuhudia maombi yetu yalipokelewa katika mwezi huu, hali hii inaweza kupatikana daima dawamu ikiwa sisi licha ya kuwa na makosa yetu mungu alitupatia nafasi ya kupokelewa kwa maombi yake na alituonyesha maombi yetu na alituonyesha kwamba yupo karibu nasi. Yeye alifanya hivi ili yeye atukumbushe kwamba ikiwa mimi nilikuja karibu nanyi katika mwezi huu, ninyi mnalazimika kubaki na hali hii daima dawamu katika maisha yenu. Mwenyezi mungu hakupiga marufuku kwamba yeye anakuja karibu katika mwezi wa Ramadhan tu. Hata kama mtu yeye hafanyi juhudi yote, mungu lazima atakuja karibu naye. Mungu hakuweka marufuku ya aina hii. siku hizi za Ramadhan, ikiwa ameweka siku maalum kwa ajili ya waaminio, ameweka siku hizi maalum kwa ajili ya kutukumbusha kwa sababu ili watu wote wanapoelekea Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii, yeye baadaye anapokuwa peke yake amwelekee kwake. Pengine Mungu amesema ini karibu, yani yeye yupo karibu nasi kila wakati, si katika mwezi huu wa Ramadhan tu. Mungu anasema nyinyi mje karibu nami na mupate baraka kutoka katika ukaribu nami katika Ramadhan, kwa sababu ninyi kwa kujumuika pamoja na umefanya juhudi sana, na kwa kufanya hivi mnakuja karibu nami. Ndiyo maana mimi kwa sababu ya ihsani yangu maalum naongeza baraka zangu na waongezeni baraka zangu. Pengine Mwenyezi Mungu kwa kutukumbusha kuhusu baraka zake na kwa kutukumbusha njia za kuja karibu naye, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema Mungu wetu katikati ya usiku anakuja karibu na sana na mja wake. Amesema ikiwa nyinyi mnaweza kumkumbuka Mwenyezi Mungu, basi mumkumbuke Mwenyezi Mungu. Yani lazima katika wakati ule mkumbuke Mwenyezi Mungu. Basi katika Ramadhan watu wengi walizoelewa kusali nafali, ikiwa wanaendelea na hali hii ya kusali nafali, na pamoja na hii wanafanya maombi pia, na kabla ya kulala usiku wanafunga nia kwamba wataamka kwa ajili ya nafali, basi wanaweza kufuata baraka na faida kutoka katika baraka ya Mwenyezi Mungu. Hivi basi ikiwa fadhili za Mwenyezi Mungu inapopatikana, yeye mtu anakuwa katika ngoma ya Mwenyezi Mungu, yeye anakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na hivi anapata nafasi, na hali hii inaweza kupatikana kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kutukumbusha kuhusu kumkumbuka Mwenyezi Mungu ametuonya na ametumia maneno ya onyo. Alisema wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu na wale ambao hawamkumbuki Mwenyezi Mungu, mfano wao ni kama mtu hai na mfu. Basi Mwenyezi Mungu ameweka mpango huu wa uhai kwa ajili yetu mwaka mzima, na yeye ameweka mpango wa kuja karibu naye mwaka mzima, na vile vile ametupatia nafasi ya kupokelewa kwa mambo yetu mwaka mzima.
ikiwa sisi hatuzingatii amri za Mwenyezi Mungu siku zingine, basi katika hali hii mtu anakuwa mfu. Ikiwa sisi tunataka kupata uhai halisi, katika hali hii tunalazimika kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika miezi 11 ya mwaka pia pamoja na Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitusihi tumkumbuke Mwenyezi Mungu. Katika riwaya moja inapatikana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, na waamruni mumkumbuke Mwenyezi Mungu sana, na muone mfano wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ni sawa na yule mtu ambaye anafuatwa na mdui wake mpaka yule mtu anakimbia, na kwa kukimbilia ngome amesalimika na hakushambuliwa na mdui wake. Hivyo ndivyo mtu hawezi kuokoka kutoka katika shetani, lakini anaweza kuokoka kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu hakusema kwamba mnaweza kuja chini ya ulinzi wangu katika siku maalum tu, bali amesema inni karib. Tangazo hili ni kwa ajili ya wakati wote na kwa ajili ya kila sehemu. Ulinzi wake upo kila mahali na ulinzi wake upo kila wakati. Na milango ya Mwenyezi Mungu iko wazi kwa ajili ya kumwokoa mwaminio na kumpatia ulinzi, na kwa ajili ya kumwokoa watumishi wa Mwenyezi Mungu kutoka katika mashambulio ya shetani. Walinzi wa Mwenyezi Mungu wapo pale kwa ajili ya kufanya kazi hii. Ikiwa mwanadamu mwenyewe kwa sababu ya kutokuwa na akili, kwa kutokutumia akili, yeye badala ya kukimbilia ulinzi wa Mwenyezi Mungu, yeye anaanza kufuata njia za hatari katika hali hii, basi hii ni kosa la mwanadamu mwenyewe, na vile vile ni hali ya ujahili wake na ujinga wake. Basi katika Ramadhan juhudi tuliyofanya kuja chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu na tuliyopata ulinzi katika ngome ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii tunalazimika sasa tufanye juhudi sana ili tuendelee kuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Isije ikatokea hivi kwa sababu ya kosa letu na uvivu wetu sisi tutoke nje ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na hivi tukamatwe na mdui wetu ambaye ni mdui wa hali ya juu. Basi kuna haja ya kuzingatia wema kila wakati ili sisi tuwe chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu kila wakati. Mufanye maombi sana, vile vile mumkumbuke Mwenyezi Mungu sana, na maombi yetu yanatakiwa yawe ya aina gani na namna gani tunatakiwa tufanye maombi. Kuhusiana na mada hii, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, kumbukeni Mwenyezi Mungu ni as-Samad. Madamu sisi hatufanyi maombi sana, na vile vile madamu hatufanyi maombi kwa moyo wetu wote, yani tunalazimika kufanya maombi sana, na vile vile tunatakiwa tufanye maombi kwa moyo wetu wote. Katika hali hii Mwenyezi Mungu pia hajali ikiwa hatufanyi hivi. Amesema, angalieni, ikiwa mke au mtoto wa mtu anauguliwa au ameshikwa katika kesi kwa ajili ya mambo haya, yeye anakosa utulivu, basi katika dua pia, ikiwa mtu hapati hali hii, maombi yake yanakuwa bila athari na hayaleti athari yote wala hayapokelewi. Kwa ajili ya kupokelewa maombi, istirahab ni muhimu sana, yani mtu afanye maombi kwa moyo wote, yani mtu asiwe na utulivu bali
kwa kukosa utulivu afanye maombi, asiseme maneno tu bali kwa moyo sana yeye anatakiwa afanye maombi. Kisha amesema ameweka sharti hii pia kwa ajili ya kupokelewa maombi, kwamba kwa ajili ya mtu, ikiwa mtu anafanya dua kwa ajili yule mtu, anatakiwa awe na mapenzi moyoni mwake. Mtu anafanya dua kwa ajili yake na anafanya dua kwa moyo wote. Hivyo ndivyo kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa ajili ya familia kama mke na watoto pia mtu anafanya dua wakati wanapokuwa katika shida. Lakini pamoja na hii, jukumu letu ni hili pia, kwa kutoka nje katika duara hii ya familia tufanye dua sana kwa ajili ya jumuiya pia, na vile vile tufanye dua kwa ajili ya umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye dua kwa ajili ya nchi zetu pia. Na hatari inayopatikana duniani siku hizi, kwa ajili ya kuondolewa hatari hii pia tunalazimika kufanya dua, na mufanye dua kwa hali ile ambayo dua inatoka kutoka katika moyo wa mtu, na maombi hayatakiwi yawe ya juu juu tu. Sayyidina alayhi salatu wassalam aliwahi kusema wakati fulani kwamba dini yangu ni hii, kwamba katika dua tunatakiwa tukumbuke maadui yetu pia. Amesema maadamu tukipanua maombi yetu, basi anaiomba anapata faida sawa na hali ile, na ikiwa yeye anakuwa bahili katika maombi yake, atapunguza maombi yake kwa ajili ya watu maalum tu, basi yule mtu ataendelea kuwa mbali na ukaribu wa Mwenyezi Mungu kwa sababu hali yake ile. Basi hii pia ni njia ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, kwamba mtu asifanye dua kwa ajili ya nafsi yake tu, bali yeye anatakiwa apanue maombi yake kwa ajili ya wengine pia. Hazur anasema kwamba jamii ya siku hizi na dunia imekaribia kiasi hiki kwamba mtu kwa kufanya dua kwa ajili ya wengine anafaidi nafsi yake, yani yeye anapata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo ndivyo anapata faida ya dunia pia, kwa sababu kila mmoja anaacha athari juu ya mtu mwingine. Basi kwanza katika maombi yetu tunatakiwa tufanye dua kwa ajili ya jumuiya pia, na hili ni jukumu la kila mwanajumuiya. Yeye anatakiwa afanye dua kwa ajili ya jumuiya. Kila mmoja anajua hali inayopatikana katika Pakistan kuhusu jumuiya. Mara kwa mara wanajumuiya wanasumbuliwa kwa kufanyiwa kesi dhidi yao kutoka kwa viongozi wa nchi au kutoka kwa mashehe. Mwenyezi Mungu alinde kila mwanajumuiya katika shari ya hawa watu. Hivyo ndivyo hali ya kisiasa ya nchi inayopatikana siku hizi. Serikali pia kwa ajili ya kugeuza mawazo ya watu kwa njia ingine, au kwa makundi mbalimbali, au kwa kupitia watu mbalimbali, au kwa mashambulio mbalimbali, serikali inaweza kuwapatia hasara watu na kuwadhuru watu. Na kwa kufanya vitendo vya aina hii kwa jina la sheria, wanaunda sheria ili waweze kuendesha kanuni sawa na hiari yao, na hivi waweze kuendeleza utawala wao. Na habari ya aina hii
inapatikana katika media ya Pakistan siku hizi sana. Ukweli wake ukoje sisi hatujui, Mungu anajua. Lakini zamani serikali iliendelea kufanya njama ya aina hii. Kwa hiyo tunalazimika kufanya maombi sana siku hizi. Wanajumuiya wa Pakistan ambao wanaishi katika nchi ya Pakistan wanatakiwa ufanye dua sana. Nimeshawahi kukumbusha kuhusu mara chungu mzima kwamba hali inayotakiwa patikane katika maombi, ile hali bado haijapatikana. Kwa hivyo mnatakiwa muchunguze na muzingatie hali hii. Hazur anasema kwamba zaidi ya maombi hatukushika kanuni katika mikononi mwetu zamani, wala hatutafanya hivi, hatutashika kanuni mikononi mwetu. Lakini sisi tuna silaha ya maombi ambayo tuliwahi kutumia, tuliendelea kutumia silaha hii, na Mwenyezi Mungu aliendelea kuangamiza njama ya hawa watu. Na inshallah siku za usoni pia Mungu atatuokoa na atakusalimisha katika njama ya watu hawa. Si hii tu kwamba atatusalimisha na atatuokoa, bali jumuiya itapata maendeleo zaidi kuliko zamani. Hivyo ndivyo vile vile katika Aljazair pia dhidi ya jumuiya mpango maalum upinzani umeletwa, lakini wanajumuiya wote wameimarika juu ya imani yao na wananiandikia, wewe usiwe na wasiwasi, sisi tupo tayari kwa ajili ya kujitolea. Hata mtu mmoja aliniandikia, unasema kwamba hii ni jumuiya mpya. Ni sawa, sisi ni jumuiya mpya. Tangu miaka 10 ilipatikana jumuiya, ilipatikana hapa, lakini historia yetu ya kujitolea ni ya zamani sana. Basi ikiwa zamani tuliendelea kujitolea, na sasa wakati tulipata haki, namna gani hatuwezi kujitolea? Lazima tutajitolea na hatutarudi nyuma. Kule serikali haielewi kwamba hawa watu ni watu wa aina gani, ambao hawaonyeshi reaction kali wala hawarudi nyuma katika imani yao. Kina mama, kina baba na watoto wote wako tayari kupata usumbufu kwa hawa watu, lakini hawapo tayari kurudi nyuma katika imani yao. Hii yote ni kwa sababu ya hii. Mwanajumuiya anaye silaha ya maombi na vile vile ana yakini juu ya fadhila za Mwenyezi Mungu, na wanajumuiya wana yakini juu ya hii kwamba imtihani hii itakwisha siku moja, na lazima Mwenyezi Mungu atapokea maombi yetu. Sisi ni wale ambao wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye anaye uwezo wa kila kitu. Yule ambaye anakuja karibu na Mwenyezi Mungu, anamkamata Mwenyezi Mungu, basi Mungu anakuwa msaidizi wake, na Mungu anakuwa tegemeo lake, na vile vile anakuwa ulinzi wake. Mwenyezi Mungu ni mwenye shani zaidi kuliko wafalme wote na kutoka katika serikali zote. Serikali za dunia na nguvu ya dunia si kitu chochote, hata uwezo wake si zaidi ya sisimizi. Basi ikiwa Mungu wetu ni mwenye shani wa aina hii, katika hali hii tunatakiwa tuwe na hofu. Ndiyo maana baadhi wakati majaribio yanapatikana na tunalazimika kujitolea, lakini hatimaye ushindi unakuwa wa yule ambaye Mungu anakuwa pamoja naye. Na historia ya jumuiya ni shahidi kwamba kila wakati Mwenyezi Mungu aliilinda jumuiya hii, na mdui alishindwa kila wakati na kila mahali. Basi ikiwa kuna dharura, ni dharura ya hii, sisi tuwe chini
ya ulinzi ya mwenyezi mungu na kwa ajili ya kupata ulinzi wa mwenyezi mungu tuendelee kufanya maombi na kumkumbuka mwenyezi mungu. Si hii tu kwamba tuendelee kufanya, bali tuzidishe hali hii. Katika Pakistan ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba yeye afanye maombi zaidi. Wale ambao wanaona hawapo chini ya hatari moja kwa moja, hawana hatari moja kwa moja, na kwa sababu hii wamekuwa wavivu katika maombi na hawafanyi maombi vizuri, wao pia wakumbuke wao pia wanaweza kupata majaribio na imtihani. Wao kwa ajili ya kusalimisha imani yao wanalazimika kuja chini ya ulinzi wa mwenyezi mungu. Ikiwa wao wanataka kuokoa imani yao wanalazimika kuja chini ya ulinzi wa mungu. Kabla hali hii haikupatikana, wanalazimika kufanya maombi sana, na kama nilivyosema hapo awali, kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi, ikiwa kwa kidhahiri mtu anaye starehe ya dunia, hata katika hali hii pia yule mtu anatakiwa afanye dua kwa moyo wake wote. Anatakiwa afanye maombi kwa ajili ya wanajumuiya wanaosumbuliwa sana. Mwenyezi mungu aondoe matatizo yao ya kijumuiya, na vile vile mungu aondoe matatizo yao ya kibinafsi pia. Ikiwa mtu anafanya maombi kwa ajili ya wengine, katika hali hii yule ambaye anafanya maombi mungu anaondoa matatizo yake. Wanajumuiya wanaoishi katika nchi za nje kama nchi za Ulaya na katika nchi za maendeleo, wale wanajumuiya wasione kwamba wao wapo salama na salmini, hawatapata shida yoyote. Dhidi ya Islam, hali inayopatikana katika nchi hizi, wanajumuiya pia watapata athari yake. Bila shaka sisi tunaendelea kusema kwamba sisi si sawa na wale waislamu wengine ambao wanafanya vitendo vibaya. Sisi tunafuata mafundisho ya mapenzi ya dini tukufu ya Islam, lakini kila mmoja hajui kwamba sisi ni kina nani na lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam lilikuwa nini, wala hatukumfikishia kila mtu ujumbe huu kwamba lengo la Sayyidina alayhi salatu wasalam lilikuwa nini. Yule ambaye anafanya anashambulia, basi anashambulia bila kujua hali hii, na hali ya aina hii baadhi wakati inapatikana katika nchi hizi pia. Wale ambao ni maadui wa Islam, wao wanashambulia dhidi ya Waislamu, na vile vile wanashambulia dhidi ya mataifa mengine pia kwa ajili ya kuwadhuru. Bali mwanajumuiya mmoja aliniandikia kwamba mtajiri wangu alikuwa na furaha sana kwa sababu ya kazi yangu, na alikuwa akinisifu sana. Vile vile alipata athari sana kwa sababu ya hulka njema, lakini tangu muda fulani hali yake imebadilika, mwenendo wake umebadilika, na yeye kwa sababu ya kuwa mdui wa Waislamu, yeye amekuwa dhidi yangu pia, na sasa yeye anataka kunifukuza katika kazi yangu. Azura anasema haya ni matukio ambayo polepole yataendelea kuzidi au yanaendelea kuzidi. Ikiwa matukio haya hayapewi madawa, kwa hiyo madawa yake ni maombi tu, hakuna dawa nyingine. Bila kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, hakuna yeyote ambaye anaweza kusalimika katika hali inayopatikana siku hizi. Wakati Mwenyezi Mungu alipotangaza muje kwangu kwa nia safi, nitapokea maombi yenu na mwito wenu. Katika hali hii tunatakiwa tutumie njia hii vizuri kwa uwezo wetu wote. Basi wakati hila zote zinapopotea, wakati ule tunalazimika kutubu na kuja karibu na Mwenyezi Mungu. Hakuna njia ingine bila hii.
sisi hatuwezi kutoka nje katika hali ya shida bila kuwa na hali hii. Hakuna swali la wanajumuia wasiokuwa wanajumuia, bali hali ya dunia nzima inakuwa ya aina hii, ambamo dunia inaendelea kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na inaelekea kwenye maangamio. Serikali tajiri yenye nguvu inaleta ihtilafu katika Waislamu, na tangu miaka kadhaa nasema kwamba Waislamu katika mikono wa hawa watu wanatumiwa na kwa hiyo wanapoteza uwezo wao na wanarudisha maendeleo ya nchi zao kwa sababu ya kuwafuata hawa watu. Na mpango wa Marekani inayoonekana siku hizi ni hatari sana. Katika Syria hali ya vita inatayarishwa na itafanywa zaidi, na katika hali hii labda Irani itatuma wanajeshi, kisha Marekani na Israeli itaonyesha udhui wao dhidi ya Irani, kisha moja kwa moja wataanza kupigana na Irani. Na kwa bahati mbaya serikali ya Saudi Arabia pia itaungana na Marekani na Israeli. Kwa kidhahiri inaonekana itakuwa hivi, na bughudha inayopatikana dhidi ya Islam kwa hekima sana watafuata mipango yao kwa sababu ya bughudha hii. Lakini baadaye vita hii haitabaki katika nchi moja, bali Russia na vile vile nchi zingine pia zitaungana na vita, na Russia inaendelea kueleza hali hii mara kwa mara kwamba itatokea hivi, na hivi inaweza kuwa vita ya kimataifa. Na wale ambao wanaeleza hali ya hii pia wameanza kusema hivi kwamba hali hii inaweza kupatikana. Ikiwa katika nchi yoyote maendeleo yalipatikana kwa sababu ya vita hii, kama nchi zingine zimesharudi nyuma sana, na nchi zile pia zilizopata maendeleo zitarudi nyuma sana, na hatimaye Waislamu watapata madhara. Vile vile hali ya Qatar inapatikana. Hii pia ni njia nyingine ya kuwapatia Waislamu wapigane. Kule kwa sababu ya makundi mbalimbali husuda inapatikana, na vile vile wanafanya juhudi ya kujanganya mali, na vile vile wanafanya juhudi ili nchi ile ifuate amri zao zote. Marekani kwanza ilimwambia Saudi Arabia kwamba unaweza kupiga marufuku dhidi ya Katri, na hali hii inaelezwa katika media pia kwamba baada ya ziara ya Marekani, baada ya kupata ruhusa kutoka kwa Marekani, serikali ya Saudi Arabia ilipiga marufuku dhidi ya Qatar. Na hali hii yote ilipopatikana, sasa serikali ya Marekani inasema Saudi Arabia na marafiki zake wanaweka masharti makali sana kwa ajili ya Qatar. Wanatakiwa waonyeshe upole kidogo, yani wameanza kuungana kidogo na Qatar kwa ajili ya kudhihirisha kwamba sisi ni waadilifu, hatupo upande moja. Lakini nchi za Waislamu hizi hawaelewi kwamba hii ni njama dhidi ya nchi za Waislamu na ni hila dhidi ya Islam. Tunalazimika kuokoka katika hila hii. Tena si jambo la nchi hizi tu, bali hali hii inaweza kuzidi, na uadui katika Marekani na Korea pia inaendelea kuzidi siku hadi siku. Na analyst wanasema waziwazi Marekani ikitumia silaha kidogo au ikitumia ukali kidogo, au Korea ikitumia silaha, hata kama wanatumia silaha
kwa ajili ya kuwaogopesha wengine. Matokeo yake ni kwamba vita kali itapatikana katika eneo lile. Kwa hiyo hali ya dunia ni yenye hatari sana. China inaungana na Korea, lakini China kwa kuelewa hali ya hatari inajaribu kuelewesha Korea, na vile vile inajaribu kuelewesha Marekani pia. Hivyo ndivyo kuna mitambo ya kisasa. Wanadamu kwa ajili ya kuwasiliana na watu wengine, kwa ajili ya kuweka rekodi yao, na kwa ajili ya kuendesha uchumi na nidhamu ingine, wanadamu imeleta urahisi sana. Computer imefanya kazi hii kubwa sana, lakini mitambo hii ya kisasa inaweza kuwa sababu ya maangamio ya dunia hii. Siku hizi mara kwa mara katika nchi maalum au katika nchi nzima cyber attack inafanywa. Kwa sababu ya cyber attack nidhamu yote inaharibika. Hapa pia nidhamu ya NHS iliharibika, na nidhamu ya Air Force pia iliharibika kwa sababu ya cyber attack. Na mashambulio haya hii computer inaweza kuleta maangamio makubwa sana. Mwakilishi wa NATO ameweka wazi, ikiwa shambulio hili la cyber likitokea sehemu yoyote, basi matokeo yake ni kwamba vita kali itatokea. Na wamesema kwamba sisi hatuwezi kukubali shambulio hili, yaani wao wametoa onyo. Basi dunia inafanya mpango wa kuangamia kwake yenyewe, na wanaona kwamba maendeleo ya dunia ni dhamana ya ulinzi wao, ilhali hii hali inaweza kuwa sababu ya maangamio yao. Kisha watu wa dunia, viongozi wa watu wa dunia, kwa ajili ya masilahi ya nafsi zao hawajali kuhusu hali hii. Hususan rais wa nchi kubwa anasema kwamba dunia itafuata amri zake zote. Katika hali hii kauli yake inaweza kuharibu hali ya dunia. Kitu kimoja ni dhahiri kwamba huyu kwa sababu ya kiburi yake na kwa sababu ya chuki ya Waislamu anafanya mpango wa kuangamiza Waislamu wote. Anataka kuangamiza wapinzani wake wote, na yeye hajali kwamba duniani kwa sababu mbalimbali hali inayopatikana, yeye pia hatasalimika kwa matokeo yake yatakayopatikana kwa sababu ya hali hii. Kuna bahati mbaya ya Waislamu mahali ambapo ni makao makuu ya Islam, wafalme wa kule pia si wenye imani. Wao kwa ajili ya masilahi yao na kwa ajili ya kuonyesha ukubwa wao na kwa kufuata nyayo za wasiokuwa Waislamu wanadhoofisha nchi za Waislamu, na hii ndio ni hali ya nchi ya Saudi Arabia. Viongozi wa Waislamu wao pia kwa kawaida kuwadhulumu wananchi, wanafanya wananchi kuwa dhidi yao. Kisha kwa ajili ya kuimarisha serikali wanaendelea kudhulumu. Hali hii inapatikana katika Syria na katika Iraq na katika nchi zingine pia hali hii inapatikana. Na kwa kufanya hivi wanaona kwa sababu ya hii wao watarekebisha mambo yote, lakini hawaelewi kwamba suluhisho yake ni ile moja tu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia, na suluhisho yake ni katika kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi wanajumuiya ni wadhaifu, sisi hatuna nguvu, sisi hatuna mali, sisi hatuna serikali, lakini sisi ni wenye bahati nzuri.
ambao sawa na agizo la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tulimpokea imamu na sayyidina alayhi salatu wassalam, ambaye kwa kumpitia yeye amani na usalama wa dunia itapatikana, na usalama huu utapatikana kwa kufuata nasaha za sayyidina alayhi salatu wassalam. Ikiwa dunia inaweza kusalimika katika maangamio na katika wita, inaweza kusalimika katika njia mmoja tu, na njia ile ni dua na maombi ya mwanajumuiya, na maombi yake ni yale kwa ajili ya kuwasalimisha watu katika maangamio. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema dua inafaidi katika kuokoa katika msiba na shida iliyoteremka tayari, na vile vile dua inasaidia katika hali ambayo bado haikupatikana. Amesema, basi enyi watumishi wa Mwenyezi Mungu, mujilazimishe kufanya maombi. Basi sawa na agizo hili la mtume sallallahu alaihi wasallam tunalazimika kufanya maombi sana. Siku hizi ni jukumu la kila mwanajumuiya kwa kuelewa hali ya wanadamu wote, na kwa kuhisi matatizo na shida zitakazopatikana siku za usoni ambazo hazikupatikana na watu hawaelewi kwamba hali hii itapatikana. Serikali na watu kadhaa kwa ajili ya maslahi wanafanya mambo ambayo wananchi wa kule hawajui watafanyiwa nini, watatendewa nini siku za usoni, na hali yao itakuwa ya aina gani, na watu hawana madhara lakini hawajui hali yao itakuwa nini. Kwa ajili ya hawa watu maasum tunatakiwa tufanye maombi. Watu wa dunia pia wanaelewa sisi kwa kuja chini ya ulinzi tutasalimika, lakini hawaelewi maafa yanaendelea kuzidi siku hadi siku. Siku hizi ni jukumu la wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, ikiwa wafanye maombi kwa ajili yao, Mungu awaimarisha katika dini. Mwenyezi Mungu aendelee kuwazidisha katika maombi na katika imani, na Mungu aondoe matatizo yao na shida zao. Pamoja na maombi haya, hawa wanajumuiya wanatakiwa wafanye maombi kwa ajili ya umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu awajalie waweze kuelewa heshima yao na majukumu yao. Hawa waislamu wasiwe watumwa wa wasiokuwa waislamu. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya usalama wao na kwa ajili ya ulinzi wao, yule ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu hawa waweze kumpokea. Vile vile mufanye maombi kwa ajili ya kusalimisha katika maangamio, na vile vile mufanye maombi ili vita isitokee. Kwa sababu ya maombi na sadaka maafa yanaondoka. Ikiwa dunia inaanza kurekebisha hali yake, basi vita hii inaweza kuondolewa. Sisi hatuna furaha kwa sababu ya hii kwamba sehemu moja ya dunia iangamie na watu wengine kisha baadaye wamwelekee Mwenyezi Mungu na wampokee Sayyidina alayhi salatu wasallam. Sisi hatupati furaha kwa sababu ya hii, kwa kuwa na maoni ya aina haya, bali sisi tunafurahi kwa sababu ya hii na tunafanya dua. Mwenyezi Mungu asimwangamize mtu yeyote kwa sababu ya vitendo vyake vibaya, na Mwenyezi Mungu aijalie akili dunia hii iweze kusalimika katika mwisho wake mbaya. Hapa kuna jukumu la wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba wao wasambaze ujumbe huu kwamba ulinzi utapatikana kwa kujiunga na Sayyidina alayhi salatu wasallam. Pamoja na kusambaza ujumbe huu, tufanye maombi pia kwa ajili hawa watu, na tufanye maombi kwa yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu kwa kupitia maombi yetu awajalie akili hawa watu, na vile vile Mwenyezi Mungu awasalimishe hawa watu katika kuanguka katika shimo la maangamio. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kutimiza lengo hili kwalo
lililoletwa na sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba dunia nzima ije chini ya bendera ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa ajili ya lengo hili tuweze kutumia uwezo wetu wote na juhudi yetu yote, na vile vile pamoja na hii tufanye maombi sana, kwa sababu ushindi wa sayyidina alayhi salam utapatikana kwa kupitia maombi, kwa sababu yeye alipewa silaha ya maombi tu. Basi kama nilivyosema, baada ya Ramadhan pia tunatakiwa tujenge mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu na tuendelee kupiga hatua mbele katika maombi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema dua ni nguvu sana, na ndani ya Qur'an tukufu Mungu ametukumbusha sana kuhusu maombi, na Mungu ameeleza hali ya wale watu ambao kwa kupitia maombi hali yao ilibadilika. Amesema mzizi wa maisha ya manabii wote ilikuwa dua. Amesema na wasihini kwa ajili ya kuimarisha imani yenu muendelee kufanya maombi. Kwa kupitia maombi mabadiliko yakipatikana ambayo mwisho wao utakuwa mwema. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho wetu uwe mwema, na sisi tusifuate nyayo za shetani, na sawa na amri za Mwenyezi Mungu mtume wake tuishi katika dunia hii. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.